Njoo nikakwambia huko kila mtu ana vita yake. Kuna watumishi wengine wanatumwa maeneo hatarishi, mpaka unauliza aliyemtuma huko anampenda kweli au hampendi? Jibu, anampenda, ndio wito wake huko pale. Bwana tusaidie sana. Na wewe unayetumwa sehemu ambapo kuna watu, usihisi ya kwamba wewe ni mkuu sana, una upako kuliko yeye. Mkabadilishana siku 2 unaacha huduma, lakini yeye yuko pale anadunda tu. Bwana tusaidie sana, sababu amesimama nafasi yake. Ulinzi wa kimungu uko juu yake, neema inabubujika juu yake, mafuta yapo tu pale. Akaomba watu wanapona, akaamuru mapepo yanalipuka. Lakini wewe paka pepo ilipuke inabidi ufunge siku 7 kavu. Njoo muombe mtu wa pepo mmoja, lakini yeye anakula, anashiba, njoo anatoa pepo. Si unaona jinsi huduma iko tofauti kuna watumishi lazima ale, njoo pepo itatoka kama kapaya. Mimi sitoake pepo nikiwa na kufunga, siwezaji, lakini ni kila na kushiba. Andiko linasema nendeni kuleni chakula chao, kisha toweni mapepo, pozeni wagonjwa. Kumbe chakula inaweza ikatoa pepo. Jambo ni kuelewa maandiko. Na unatumia andiko lipi kwenye huduma yako? Kama wewe unatumia kufunga na kuomba ndio aina ya mapepo inatokaga, sisi tunatumia andiko, nile nishibe nitoe pepo. Amen. Sasa usinione mimi mlafi, wewe wa kiroho. Kila mtu na ufunuo wake. Jinsi mama iko na nitriti, safari nyingine baba nitaomba nije ibada ya maombezi. Na kujaga pa kama mwalimu nanionaga poa. Takuja safari nyingine ibada ya maombezi tu. Utaona jinsi watu watalipuka hapa, wakutapika watatapika, lakini masharti nakula ndizi yangu 20 na kilo 1 ya kitimoto, njoo unakuja hapa nimeshiba. Mtaona mapepo yatatoka mpaka mtaamini macho yenu. Sababu ndio neno mimi nayotumia. Yesu anasema nendeni kwa kuleni chakula, kisha pozeni, toweni, fufueni. Baada ya nini? Ya kula. Lakini wewe unatumia andiko linalosema aina ya pepo hii inatoka kwa kufunga na kuomba. Sawa, sipingani na wewe, tumia funga na kuomba, njoo utoe pepo. Mimi nakula njoo natoa pepo. Amen. Nimekutana na mtumishi mmoja wakati naliendaka Cameroon. Hasemi hata jina la Yesu. Anafanya tu we toka. Pepo tu inatoka, we toka. Nakaa pale naangalia, nasema mimi paka toka pepo kwa jina la Yesu, toka. Lakini akasimama anakuja, we toka. Ikabidi nirudi nyuma, nikakaa na watu kwa jina la Yesu, kwa jina la, naangalia huo ni upako mwingine. Nilipomuuliza siri yake, akaniambia kimaandiko kabisa. Akasema, pastor, mimi nilipookoka Mungu aliniambia hivi, hakuna pepo itakayosimama mbele yako. Hiyo ndio ahadi Mungu. Kwa hiyo mimi mbele ya pepo sihitaji sana kutaja jina la Yesu, naambia tu pepo toka. Na anajua nina ahadi hiyo, anatoka. Na wewe sababu unakulaga, endelea kula. Wewe ukila, mimi na anasimama na ahadi, wewe anafunga, tutafanya tu wote kazi ya nani? Ya Mungu. Tufanane kwa nini? Wakati Mungu anasema kanisa inatangaza hekima iliyo nyingi. Uko nanielewa? Ambia jirani yako, mimi ni mshale kwenye podo la Mungu. Mimi ni mshale katika podo la Mungu.